لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين. Kwa majina naitwa Shaarani Musa Jengo, ni kiongozi wa taasisi ya Al-Huda, na kwa niaba ya wenzangu wa taasisi yetu tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa anazostahili kushukuriwa kwa kutukirimu na kutuneemesha kuwa miongoni mwa Waislamu wengi walioitwa na Mwenyezi Mungu katika mwaka huu kwenda kutekeleza ibada ya hija. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini vile vile tumerejea hapa nyumbani kwa salama, na tumepakuta nyumbani pako salama, pako na amani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa hilo. Tunataraji tutafika majumbani mwetu katika hali ya salama na amani. Tulipokuwa Maka, alhamdulillah, tumetekeleza ibada ya hija kwa kiwango ambacho Mwenyezi Mungu ametuwafikisha nacho. Kwa kweli tumejitahidi kadiri ya vile Muislamu anavyotakiwa kutekeleza ibada ya hija, lakini kwa ufupi tunasema alhamdulillah. Na kwa mwaka huu Mungu ametukirimu, joto kidogo lilipungua sana, msongamano haukuwa mkubwa sana. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Na usafiri huu tuliopata wa kutoka hapa moja kwa moja mpaka Saudia na kutoka Saudia mpaka hapa, kwa kweli waliolisimamia jambo hili Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, alhamdulillah, kwa sababu tumepata wepesi, hatukupata ule usumbufu wa kushuka hapa tukae tena masaa. Kwa hivyo kwa mfano leo tumeondoka kule kama saa 1 asubuhi, hapa tumefika kama saa 5:15. Utaona alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu katufanyia wepesi. Kwa hiyo tunasema zaidi ya kusema alhamdulillah rabbil alamin, hatulioni neno jingine la kumpa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mungu anasema la in shakartum la azidannakum, tukishukuru Mungu anasema atatuzidishia. Kwa hivyo tunashukuru ili tupate kuzidishiwa malipo mengi na zaidi na zaidi, kama alivyosema Imamu Ghazali, anasema maneno hayo, al-ilmu bila amal jununu. Ilmu bila ya kuifanyia kazi ni wandazimu, lakini wala amalu bila ilmi la yakunu, na ibada bila ya kuisomea hai. Unaweza ukenda ukazunguka ukenda wanamokwenda watu, lakini bado usio umetekeleza ibada. Kwa hivyo la msingi, watu wanapotaka kwenda kufanya ibada hizi za hija na ibada nyingine, kwanza waangalie nani anaweza kuwasaidia katika masomo ya utekelezaji wa ibada yenyewe, lakini vile vile waangalie masomo wanayoweza kuyapata hapa mapema. Wakati mwingine unafika kule unaambiwa hapa ndio msikiti Masjidul Haram, unaambiwa hivyo tu, unaachwa. Unaambiwa hapa ndio msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, unaachwa. Wakati mwingine unaambiwa hapa bwana ndio Arafa, basi. Kwa hivyo ukiwa na taaluma umepata, utajua Arafa kwa nini Arafa, utajua Mina kwa nini Mina, utajua Muzdalifa kwa nini Muzdalifa. Sio tu tunakwenda kwa sababu hapa ni Arafa, hapa Muzdalifa, hapa ni Mina. Kwa nini Arafa ijulikane? Kwa nini Mina ijulikane? Kwa nini Muzdalifa ijulikane? Kwa nini lazima tutufu na tuzunguke mara 7? Sehemu za kuzunguka ziko nyingi duniani, lakini kwa nini iwe pale? Sehemu za kutembea baina ya milima miwili ziko nyingi duniani, lakini kwa nini iwe baina ya Swafa na Marwa? Haya ni mambo ya msingi sana. Jina langu ni Abubakari Manga, na ni haji ambaye ni mara yangu ya mwanzo kwa kweli kuhudhuria kule katika kwenda kufanya ibada hii. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba ametuita na pia ametuitikia. Lakini kwa kweli ibada ya hija
yani inavyotakikana, hususan zaidi labda yani nzuri zaidi ni kwamba wanatakikana wale wa vijana ambao washakuwa na uwezo na nguvu watakikana waende, hata na kama wazee, hata na wagonjwa wote kuzaona kwa yani kuna huduma nzuri sana kwa kweli. Hija tuliofanya kwanza, tulianza umra, hakuna matatizo. Tulipomaliza umra ndio tukaingia kwenye mambo ya hiyo hija kubwa ambayo ni ambayo tulikwenda Mina, tulikwenda Arafa, tulikwenda Muzdalifa humo mote kwa kweli. Halafu baadaye na tukaenda Kazinga Mawe, wote tulitufu huku, lakini ni vitu ambavyo vya kawaida, lakini uzuri zaidi inatakikana mtu kwanza aanze kujitayarisha ili yule mwili wake, hata yule mwili wake angalau unatakikana kama upate kama mazoezi madogo. Kwa hiyo kwa kweli kwa huduma ambayo tumeipata kwa kweli tunashukuru sana, hakuna matatizo. Hoteli yani chakula tulikuwa tunapata kila wakati, malazi alhamdulillah, kwa kweli ni kitu ambacho kama ni kizuri sana, na hususan zaidi tunawasifu viongozi wa Al-Huda ambao wametoka Zanzibar pale Mapemba, ambao kwa kweli tunawapa yani ni kwamba tunawafagilia. Ni viongozi ambao kwa kweli wanamshughulikia haji kwamba ahakikishe haji huyu au ni kwamba amefanya yani amali zote chini ya uangalizi, wala haachilii kabisa. Kwa jina naitwa Najma Suleiman Said Al-Busaid, natoka katika kikundi cha Taufik. Kikundi changu kizuri, mambo yao mazuri, tujapata tabu, hija yetu yote ni alhamdulillah. Ila nawasisitiza ndugu zangu wasiende hija vizee unapata tabu, mambo mengi, kutoka Muzdalifa mpaka kwenda Jamarati mbali. Ombi langu na waomba ndugu zangu, kaka, mazali mtu na uwezo bora uende ukiwa kijana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك